huyu roboti alitamani kuwa kama binadamu, na hapa mwanasayansi huyu alijaribu kumtengeneza roboti huyu afananie na binadamu, na hapa anajaribu kumtoa hii ngozi ya juu ili amrekebishe awe kama binadamu. Noma sana unaambiwa. Roboti bwana alikuwa mpaka anaishangaa mwenyewe kwenye kioo bwana, kwani huyu roboti ni roboti mwenye akili, alikuwa ametengenezwa kwa teknolojia ya hali ya juu sana, kwani alikuwa na hisia zote kama binadamu, alikuwa na uwezo wa kuhisi, yaani kiufupi ni kwamba alikuwa na hisia zote kama binadamu. Ilikuwa ni maajabu sana roboti huyu kushangaa anakuwa na sura ya binadamu. Sasa ilikuwaje mpaka roboti huyu akatamani kuwa kama binadamu? Anatupa historia hapa ilikuwaje. Kipindi cha miaka 30 iliyopita, huyu roboti alinunuliwa na familia ambayo ilikuwa ni tajiri sana, na walinunua roboti huyu kwa ajili ya kuwasaidia kazi za nyumbani, na walimpa jina la Andrew. Andrew bwana aliitwa na huyu mtoto. Huyu mtoto akamwambia kwamba jitupe kwenye dirisha. Roboti akatii bwana. Roboti alikuwa ni mtiifu sana. Sasa Andrew baada ya kile kitendo akajisikia vibaya sana. Sasa akajikuta brain capacity yake bwana inaweza kufikiria, yaani inaweza kuchambua vitu. Yaani alikuwa mpaka akiona mdudu bwana anamuonea huruma sehemu alipo, anamweka sehemu ya uhuru. Noma sana. Kuna vitu alikuwa baadhi anakosa kufanya, kwa hiyo anajikuta anakaribia sana huyu mtoto wa nyumbani hapa, na alikuwa anapitia manyanyaso kwa mtoto wa nyumbani pale, mtoto wa bosi wake. Ikabidi akaanza kujifunza jinsi ya kuishi na vitu, jinsi ya kuishi na watu, akawa anachukua vitabu na visoma, anajifunza vitu hapa na pale. Yaani amekuwa kama mtoto, anataka vijue vitu vingi. Akajikuta kwamba anaweza kujua vitu kwa haraka sana, alikuwa anavizingatia vile vile, kiasi cha kwamba hata mabosi wake walikuwa wanamshangaa sana na walikuwa wanajivunia, na anaweza kuchekesha watu, yaani anaweza kufanya jokini ambazo watu wenyewe kana shangaa mpaka wanafurahia mabosi zake. Ni noma sana ise. Basi Endo kwa ukaribu sana alikuwa na yule mtoto, walikuwa wanakaa pamoja, wanaimba piano pamoja. Endo akawa kila siku anajifunza vitu kwa huyu mtoto, mpaka mtoto anakuwa bwana, anakuwa binti mkubwa. Endo bado uko naye. Basi binti kwa kipindi chote hicho alivutiwa sana na Endo. Endo alikuwa ni mtifu sana kwake. Sasa siku moja bwana, Endo akamletea kibarua kwamba boyfriend wake amempropose, ataka muoe, lakini binti akakataa. Endo alishangaa sana, kwa nini unakataa propose ya mwanaume? Binti akasema kwamba Andrew ndo rafiki yangu toka utotoni, kwa hiyo ninakukubali sana, na japo naenda kuolewa lakini nitakukumbuka sana. Andrew alishindwa kumwelewa bidada na maana gani, lakini ikabidi akaushe. Basi bwana, siku ya harusi ikafika. Andrew alishangaa kumuona binti alikuwa amependeza sana, na Andrew siku bwana alitinga suti bwana, kana mcheki bibie pale. Sasa wakati anamwangalia bwana, kuna kitu kikamuingia moyoni bwana, akawa anawaza kwamba huyu binti nimemzoea, leo naondoka. Ilikuwa ni huzuni kubwa sana, na sio peke yake, mpaka baba yake mzazi akawa anafikiria binti yangu ndo anaondoka hivyo. Basi anabaki na kampani ya Endo tu nyumbani. Ilikuwa ni huzuni kubwa sana unaambiwa. Sasa Endo katika kazi alikuwa anafanya kwa yule mzee bwana, ikawa kuna kiasi kikubwa alikuwa analipwa na huyu mzee bwana. Sasa leo akamwomba mzee kwamba anahitaji kuwa huru yaani alikuwa anamuomba mzee kwamba angependa ampe uhuru wa kufanya mambo yake ili apate uzoefu wa kujua maisha ya kuwa huru anakuaje kwani Endo kwa kipindi chote hicho alishajifunza vitu vya binadamu na alikuwa anajua vitu vingi sana kuhusu binadamu. Mzee baada ya kutafakari, baadaye akamwambia poa, unaweza kuwa huru. Akampa cheki ile ambayo ilikuwa na kiasi kingi cha pesa ili pili atakapoanza maisha yake mwenyewe ajue namna gani ya kujihudumia. Noma sana ise. Ila pia akampa condition moja kwamba kama anataka kuwa huru anaweza kuwa huru, lakini mara kwa mara awe anakuja kumtembelea, asimtenge. Kwani mzee alikuwa ni mpweke sana. Basi unaambia Endo akatengeneza nyumba yake pembezoni mwa bahari, na alikuwa anaenjoy sana maisha yake, kwani maisha ya kuwa huru aliyapenda sana. Sasa maisha alisonga mpaka miaka 16 baadaye. Endo kama kawaida anakuja kumsalimia mzee bwana, na kwa muda huu mzee alikuwa anazeeka sana, maana umri pia umeenda. Leo mzee akamwambia kwamba ulifanya uchaguzi wa kipekee sana kuomba uhuru wako, sasa leo nakupa uhuru wa kwenda moja kwa moja unapotaka kwenda, kwa maana sasa hivi siwezi kukuzuia tena, mimi muda wangu umekwisha. Basi bwana, baada ya pale Endo akaenda kwenye nyumba yake na kuiaga, kisha akaelekea mjini, kwani Endo bado alikuwa anahitaji kujifunza mambo mengi kuhusu binadamu. Sasa baada ya kufika town bwana, akaona kuna roboti ambaye anafanana kama yeye Baada ya pale akatamani kujua master wa roboti huyu ni nani. Ikabidi amfuatilie kimya mpaka mwisho wa siku akagundua mahali ambapo anatokea yule roboti wa kike. Basi bwana akaingia mpaka ndani mule akakaribishwa. Basi yule daktari bwana alimshangaa Endo alipokuwa na uwezo wa kipekee, kwani ni mashine ambaye alikuwa na uwezo wa kipekee sana, kwani alikuwa na uwezo kujitambua kama binadamu. Na daktari akamwambia kwamba huyu roboti wa kike ni wa majaribio tu, lakini pia na hisia, ila pia mpaka uziseti kwa roboti. Alivyobonyeza button ya upendo, basi bwana kweli yule roboti akaanza kumtamani roboti mwenzake kimapenzi. Noma sana ise. Lakini akamwambia kwamba kuna hii project nyingine ya huyu roboti wa kisasa kabisa, naamini kwamba huyu mwisho wa siku nikimalizia atakuwa complete kabisa kama binadamu.
kwani kwenye CP yake nishamwekea programu kibao, bado vitu kidogo tu kummalizia. Endo alishangaa sana. Endo alivutiwa sana na ile project, akaamua kujitolea bwana. Basi bwana Dr. hana hiana, ikabidi amtengenezee pale neuron skin ili afanane kabisa na binadamu. Na haikuchukua muda, faster tu ikawa jambo lishakamilika. Huyu Dr. alikuwa mzuri sana unaambiwa. Andrew alifurahia sana ule muonekano wake mpya. Baada ya pale akaelekea moja kwa moja mpaka nyumbani kwa bibie, ile binti ambaye kipindi kile alikuwa ni mdogo na ndio alikuwa rafiki yake, ambaye pia alikuwa ni kama bosi wake. Kwa sasa hivi alikuwa ameshazeeka, amekuwa mtu mzima sana. Andrew alimshangaa, alikuwa ameshazeeka sana, amekuwa bibi na alikuwa pia na wajukuu. Basi Andrew alifurahi sana kumuona, lakini ndio kama alikuwa anamwaga hivyo, maana huyu bibi atafariki muda si mrefu, maana alikuwa anaugua ugonjwa wa kansa ambao umemtafuna kwa muda mrefu sana. Kiukweli ilikuwa ni huzuni sana. Watoto walikuwa wanalia, lakini Andrew alikuwa anahuzunika tu. Andrew alikuwa hali kwa sababu yeye ni roboti, hana machozi. Sasa baada ya pale akaja na idea, akaenda nayo mpaka kwa daktari wake, akamwambia kwamba amtengenezee organ ambazo zitamfanya yeye kama akihuzunika au akilia basi naye atoke na machozi. Alizitamani hizi hisia. Bwana mwamba anataka kuwa binadamu kabisa. Anasema mpaka sasa hivi amefikisha miaka zaidi ya 200 na kitu huko, lakini bado uko vile vile yani. Anatamani zaidi kuwa na hisia za kibinadamu kama vile yeye ana uwezo wa kukua, kuzeeka, kupenda, kuwa na hisia za kimapenzi, yani kama vile binadamu anavyoishi. Basi bwana akarudi tena kwa mtaalamu, ikabidi sasa atengenezwe na hisia zote, yani awe complete binadamu. Basi ile operation ikafanikiwa bwana, akawekewa system zima ya hisia yani ya kibinadamu, na kweli aliposhikwa na ubinadamu kwenye jicho bwana akaumia, akahisi maumivu. Bilionda pale pale akamwambia sasa hivi kweli umekuwa binadamu mpaka unasikia maumivu. Baada ya pale bibi akamwambia kwamba lakini mimi naenda kuolewa, ila cha ajabu enda kusikia wivu wala nini yani. Ujue bibi alikuwa ashaanza kumpenda mshikaji yani. Ina maana wewe umeridhika kabisa, mimi niwe mbali na wewe. Alijaribu kujiweka karibu na mshikaji, lakini mwamba hakumwelewa. Lakini baadaye alipomuona binti akiwa na yule jamaa yake bwana, katika siku yao kuvishana pete, unaambiwa Andrew wivu ulimshika kinyama mpaka daktari akashangaa, Andrew umeanza kuwa na wivu? Kwa hiyo inamaanisha kwamba umempenda yule dada? Andrew tayari ushaanza kuwa binadamu. Basi daktari baadaye akasema kwamba itabidi amsajili Andrew kama binadamu. Kwa hiyo akasema kwamba ataomba serikali imruhusu Andrew aishi kama binadamu wa kawaida, na Andrew akakubali kwamba kweli anampenda yule dada. Baada ya pale kabidi baadaye amfuate yule rafiki yake na kumwambia ukweli kwamba anampenda sana, na bidada bwana bila yana akamkubali mshikaji bwana, kwani hata yeye alikuwa anamuelewa sana mshikaji yani. Basi uweze amini bwana, siku ile yule bwana Andrew akaenda kula mzigo. Noma sana isee. Kwa hiyo bibi kaamua mwache bwana yake na kwenda kuolewa na roboti. Bwana hii mbona kali. Sasa Andrew yale mambo yake kurasimishwa kama binadamu, ikabidi apelekwe kwenye baraza la bunge la serikali, lakini bwana wabunge bwana akakataa ile swala kabisa. Hicho ni kitu ambacho hakiwezi kuingia akilini kabisa. Labda kama kutakuwa na utafiti mwingine zaidi tutajaribu kulifikiria hili swala. Andrew na mpenzi wake waliumia sana baada ya yeye kukataliwa na bunge. Andrew alianza kuelewa ukweli wa maisha ya kwamba kila kizazi kinachokuja lazima kipotee na kingine kizaliwe. Akawaza kwamba sasa atakuwa ni binadamu gani ambaye atakuwa na uwezo wa kuishi milele. Basi akarudi maabara bwana. Unaambia roboti huyu aliwekewa damu pamoja na organs ambazo zitamfanya azeeke. Noma sana isee. Baadaye akarudi kwenye bunge bwana. Jamaa alikuwa tayari ameshazeeka, nywele nyeupe nini. Wabunge walishangaa sana. Basi bwana baada ya pale akakubalika, lakini hakuchukua muda alifariki dunia bwana. Noma sana isee. Roboti tamaa yake ya kuwa binadamu ilifika, lakini alikufa baadaye. Hii ina maana gani? Noma sana. Hebu weka maoni yako kwenye comment hapo chini, uniambie je, ni kitu gani umeona au umeelewa nini kuhusu hii movie? Je, ni kweli roboti anaweza kuwa binadamu au ni sayansi ya movie inaongea? Weka maoni yako kwenye comment hapo chini. Na movie yetu ndio imeishia hapa. Mimi naitwa Rhino MC Seba na hii ni Bongo Movie Recap. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe mwanafamilia halisi wa familia hii ya Recap. Asante kwa kuangalia.